Bwana, karibu tena. Hii ni Gonna TV, kipindi chako hewani mpaka mtani kwako. Mtangazaji wako ni mimi Shila the Sky. Bwana, tupo ndani ya Tanga na tupo na ndugu yetu hapa. Tutamfahamu kwa majina anaitwa nani na yeye anahusika na nini hapa mjini. Brother, kwa majina anaitwa nani? Bwana, kwa majina anaitwa Mr. NOG. Mr. NOG, jina lako la kuzaliwa au ni AK yako ya kutafuta ugali? Bwana, hii ni AK ya kutafuta ugali tu. Jina lako la kuzaliwa? Jina langu la kuzaliwa ni Cloud Ernest. Okay, kwa Cloud Ernest, lakini AK yako? Mr. NOG. Mr. NOG. Mr. NOG anajishughulisha na nini katika maisha yake ya kila siku na upande wa sanaa? Maisha ya kila siku bwana, mimi nagusa tu mission town hivi nini bodaboda na gusa, ila kwenye upande wa sanaa bwana, mimi ni content creator. Content creator. Watu ambao watunga maudhui kwa Kiswahili wanasema, sio hivyo? Ndio maana yake ya. Mpaka sasa hivi uzui gani ambao unalikumbuka ushafanyaga Africa enda viral likatembea kidogo unalikumbuka? Hapo unaligusa penyewe sasa. Uzui ambao nalikumbuka bwana, nakumbuka nilipiga uzui fulani mimi na wanangu watano na mademu wawili. Nilipaka lipostiki. Leo bwana limeenda viral kiasi mpaka dakika hapa na watazamaji 400,000 TikTok. Samahani kidogo, ulipaka lipstick wewe? Yeah, mimi hapa. Bwana, kutafuta hela kuna mambo mengi sana. Mwamba alipaka lipstick. Ukuvaa dela kama wengine kama vaa au lipstick ulipaka? Hiyo ilikuwa lipstick kama lipstick tu yani. Maana yani uzuri unaonyesha kwamba nilimuokoa rafiki yangu alicheat yani. Sasa mke wake akaja kwa lipstick ndani. Kwa hiyo ibidi mimi nimuokoe kwamba lipstick ni ya kwangu. Bwana, hii ni kweli. Mwamba ameokoa mchizi wake kwa kupaka lipstick. Je, ungeweza? Kwa hiyo ilitembea kidogo video Ilitembea sana tena sana. Bwana, kitu kizuri sana. Mpaka sasa sanaa unaionaje? Changamoto za sanaa, mafanikio ya sanaa kwa upande wako ni yapi? Cha kwanza bwana, kwanza nimshukuru Mungu bwana, nilipo na mshukuru Mungu kwa yote. Lakini nipende kuambia Watanzania kwamba sanaa bwana ni ngumu. Sanaa ni ngumu, ila kama unaipenda utaona nyepesi. Kutokana nini? Sanaa unataka uilipe kwanza, alafu wenyewe unakuja kulipa baadaye. Ugumu wa sanaa sasa upo wapi unavyoisiweka kama kijana? Ugumu wa sanaa kwenye pesa, kwenye kutunga maudhui, kwenye creativity, ubunifu, ama pesa, ama mazingira, ama familia. Ugumu wake uko wapi kwa kijana kama wewe? Sanaa unavyosema sanaa ni ngumu. Okay. Kwanza kabisa hapo ni kwenye pesa, cha kwanza. Cha pili, familia. Support kutoka familia. Si wazazi wetu bwana huku Uswahilini kwanza hawaamini kwenye sanaa. Yaani kiona mtu kwenye sanaa unaona kazi kapotea. Anaona kama kijana kachanganyikiwa hivi. Kabisa yani. Kwa unakuta support ni zero, afu hela huna. Unachanganyikiwa yani. Kwa unakuta huna support lakini pia huna pesa ya kuendeleza sanaa yako. Ndio. Okay, mpaka sasa mafanikio yako ni yapi kwenye sanaa? Mafanikio yangu bwana, nashukuru Mungu, soma kubwa sana, soma dogo sana. Ni wastani. Kwanza toka ingie kwenye sanaa nimekutana na marafiki wengi sana. Wanaokubali kazi zangu, wanaoni support. Yaani najikuta nimekuwa mfandi maarufu. Nashukuru sana mpaka dakika hii hapa. Sanaa ni kitu ambacho unakipenda ama ni maisha tu yamekusukuma huko? Sina namna au sanaa ipo kwenye damu yako? Bwana, sanaa ipo kwenye damu. Yaani ipo ni kila kitu yani. Lakini sanaa utaniua. Unaona kweli sanaa ipo kwenye damu? Kuna mwingine akishapata pesa au na mimi sio kwangu. Hapana bwana, sanaa ipo kwenye damu. Yaani huwezi amini. Toka nasoma niko mdogo mpaka dakika hii hapa napenda sanaa. Unazungumzaje watu ambao mpaka sasa wanaishi lakini hawatambui vipaji vyao? Waamke. Yaani waamke kwa kweli. Yaani wajitafute kujua na kipaji gani. Ndio maana yake. Okay. Ushauri wako ni nini kwa vijana ambao wanafanya sanaa kutoka mkoa wa Tanga na wanakosa support ya familia ama ya financial au ya kipesa? So ushauri wako ni nini hasa? Ushauri wangu kwanza, mimi hapa kama kijana wa kimaskini ambaye anajitafuta, bwana, mwenye jukumu la kupambania ndoto yako ni wewe mwenyewe, cha kwanza kabisa. Kwa hiyo usitegemea sana support. Support zinakuja baada ya wewe kujituma. Kwa hiyo kijana, amka, usikate tamaa, pambana. Anasema kijana, amka, usikate tamaa, pambana, kwa maana support inakuja pale unapokuwa wewe unaonyeshwa ni mtu chanya, mtu ambaye una faida kwa namna moja ama nyingine kwa watu. Ndio watu watakuja kuwekeza pesa wakiona kitu ndani yako. Kwa hiyo kijana, inahitaji kuwa mbunifu zaidi ili kuweza kufikia ndoto zako kwa namna moja ama nyingine. Neno lako la mwisho kwa wasanii wa Tanga, kwa taifa lako, kwa jamii? Neno langu la mwisho bwana ni kusema kwamba tupambane sana tena sana, tusichoke kupambana.
mengi mazuri yanakuja. Bahati nzuri kwamba juzi kati hapa mheshimiwa hapa Makonda ametoa kauli kwa content creator kwamba ametenga karibia bilioni 2 kwa ajili ya sama content creator. Kwa hiyo inamaanisha kwamba tunapoelekea bwana ni pazuri. Kwa hiyo tupambane, wasanii wachanga ma content creator, tupambane na mlogo po juu bwana, mstoki yani msivimbe sana mnatunyasa sisi tunaojitafuta. Kwa hiyo pambane sana vijana wenzangu. Je, una udhamini wote kwenye kazi zako ama ni mwenyewe tunafanya pasipokuwa na mdhamini wote? Mdhamini bado bwana. Mdhamini mwenye jasho langu mimi mwenyewe bado. Na akitokea mdhamini mkae mezani mfanye kazi pia inawezekanika? Nitashukuru Mungu, jambo la neema sana. Nitashukuru Mungu, support kubwa. Kule YouTube, Instagram au mitandao ya kijamii kwa jina gani unapatikanika ili watu waweze kuona kazi zako? YouTube sina, ila Instagram, TikTok, Facebook nitafuta kwa Mr. NOG utanipata. Mr. NOG. Yeah, Mr_N_OG. Okay. Hapo ni wapi? Ni Instagram? Instagram, TikTok, Facebook. Okay, mawasiliano yako, namba za simu labda? Namba yangu ya simu, namba yangu ni 0694466872. Hiyo ni WhatsApp kawaida napatikana. Kwa mara mwisho namba yako ya simu? 0694466872. Asante sana. Bwana, huyu alikuwa ni Mr. NOG, msanii ni content creator, mtunga mauzui ndani ya Tanga. Leo tumefanya interview wa Sisi Gonna TV. Bwana, sina la ziada, kipindi hewani kilikopo ni mpaka kitani kwako. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Shila the Sky. Yote kwa wote usahau sikukuu ya Eid Mosi tunakwenda kuzindua movie yetu Nimetekwa pale Majestic Cinema. Bwana brother, shukrani sana. Shukrani bwana.